Na kusalimu asubuhi ya leo kwa upendo wa Mungu aliye hai. Naomba nikukaribishe kwa ajili ya neno la uzima, na ujumbe wetu unasema yuko malaika aliyewekwa kwa ajili yako. Kitabu cha Luka mlango wa 22 mstari wa 42 na hata wa 43. Akasema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Malaika akatoka mbinguni, akamtokea, akamtia nguvu. Mpendwa wangu, asubuhi ya leo yuko malaika Mungu amemweka kwa ajili yako, akutie nguvu pale ambapo umefika mahali mambo yako naona kama hayaendi. Maandiko yanasema kwenye Ibrania, hao malaika ni watumishi wetu ambaye Mungu amewaeka ili watutumikie. Kila mmoja Mungu amemweka, na baada ya Mungu kukuumba kuna malaika wapo kwa sababu ya kukutumikia wewe. Wako malaika wanaokutumikia wakati wa shida na wakati unapopitia mapito fulani. Wakati Yesu alipokuwa mlimani akiomba, kibinadamu tunaweza tukasema amefika mahali akaona kikombe cha kumwokoa mwanadamu kimekuwa kizito, akaona msalaba umekuwa mzito juu ya maisha yake. Huyu mwanadamu ambaye leo hamtaki Yesu, huyu mwanadamu ambaye leo hamtaki Mungu, Yesu aliona uzito mkubwa wa kumwokoa, na ndipo Yesu akaanza kuomba maombi yaliyomuumiza, akisema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniondoke. Maana yake ikiwezekana nisife, ikiwezekana nisilifie kanisa au mwanadamu, iwe hivyo. Lakini akasema, Mungu, ningetamani mapenzi yako yatimizwe. Wakati mwingine unapopita kwenye jambo fulani, usitamani tu la kwako litimie, lakini tamani kumpa Mungu nafasi aingilie kati. Wakati Yesu anaomba, maandiko anasema malaika kutoka mbinguni, kwa tafsiri nyingine Mungu akamtuma malaika ili aje amtie mwanawe nguvu. Malaika akatumwa kwa sababu ya kumtia Yesu nguvu, maana alikuwa ameishiwa nguvu juu ya pito la kumwokoa mwanadamu. Malaika akamtia nguvu. Nami niseme asubuhi ya leo, yuko malaika Mungu amemweka kutia nguvu. Pengine mbele yako unaona kama ufiki, lakini anasema nitamtuma malaika, naye atakutangulia na atakufikisha mahali panapostahili. Hebu jifundishe kuwatumia malaika katika kila unaloliendea. Watume malaika wakutangulie, kwa sababu ni watumishi Mungu aliyeweka kwa ajili yako. Kusoma katika Mwanzo 21 mlango wa 17, anasema Mungu akasikia sauti ya kijana, malaika wa Mungu akamwita Ajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Ajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana. Ajiri aliona mauti kwa mtoto wake, kwa sababu kibirika cha maji au maji yaliyo ndani ya birika yaliisha.
Ajili akamlaza kijana. Ayamkini na wewe kuna mahali umefika unaona kile ambayo Ajili ameona. Ajili akaona mauti, haoni kama kuna uhai tena. Ndipo akamlaza kijana wake akijiandaa afe. Lakini sauti ya kijana ikasikika. Mungu alichofanya ni kumtuma malaika. Nataka nikuambia asubuhi ya leo, yuko malaika Mungu anamtuma kwa sababu yako. Nakumbuka wakati Eliya alikuwa kwenye kijito fulani, Mungu aliagiza kunguru, alimlisha asubuhi akamlisha jioni. Mungu atahakikisha hautapungukiwa mpendwa. Umefika mahali unaona kama hapa ndio mwisho, kama yule mwanamke wa Sarepta alifika mahali akaona ndio mwisho wa maisha yake, kama vile Ajili akaona hapa ndio mwisho wa kijana. Lakini Mungu aliye hai atamtuma malaika kwa ajili yako, atamtuma malaika kwa ajili yako. Kisoma katika kile kitabu cha Hesabu mlango wa 20 na mstari wa 16, anasema tena, tulipomlilia Bwana akatusikia sauti yetu, akamtuma malaika na kututoa Misri, na kututoa Misri. Wana wa Israeli walipomlilia Mungu kwenye mateso ambayo walikuwa nayo, hawakujua nani atawaokoa, hawakujua nani atawasaidia, hawakujua nani atawapigania. Lakini walipomlilia Bwana, Mungu akamtuma malaika. Musa alikwenda Misri kama malaika. Kwamba tunapozungumza habari ya malaika, hatuzungumzi kiumbe kisichoonekana. Ninazungumza juu ya Mungu kumtumia mtu usiyemjua, usiyemfahamu. Ndio maana katika Isaya anasema, utaita taifa ambalo halikujui na kabila ambalo halikufahamu, nalo litakukubali, litakutumikia. Mungu atakuinulia malaika wa kutumikie, kama alivyomwinulia Yakobo alipokuwa katikati ya jangwa, akaona malaika wa Bwana wakishuka na kupanda. Ndivyo Mungu atakavyofanya katika maisha yako, ndivyo Mungu atakavyofanya katika kazi ya mikono yako. Atakuhudumia. Yakobo hakujua kama kungewezekana akahudumiwa katikati ya jangwa, lakini malaika wa Bwana wakamhudumia, wakamlinda. Ndiposa maandiko yanasema walipomlilia Bwana, Mungu akatuma malaika akawaotoa kwenye utumwa. Asubuhi ya leo nikwambie mpendwa, yuko malaika Mungu amemweka kwa ajili yako, atakuletea habari njema. Yamkini umekuwa ukipata habari mbaya kwenye maisha yako, yuko malaika lindaye. Wakati Yusufu alitaka kumwacha Mariamu kwa siri, maandiko anasema malaika wa Bwana akamtokea akamwambia usimwache. Yuko malaika akulindaye, yuko malaika Mungu ameweka kwa sababu ya kukuvuka. Wacha niombe. Mwaminifu Mungu wa haki, kuna mtu anatafuta kazi lakini hana connection. Kuna mtu anahitaji kusoma, kuna mtu anahitaji scholarship, kuna jambo analolihitaji kwenye maisha yake lakini hana njia. Naomba muinulie mtu atakayekuwa sababu ya mtu huyo kuvuka na kupenya na kufikia maono yake. Muinue mtu wa kumshika mkono, muinue mtu wa kumwelekeza, muinue mtu atakayefanyika baraka juu yake.
Kuna mwingine anatafuta mtaji kwenye maisha yake kwa ajili ya kazi, biashara. Mungu naomba ufanye kwa sababu yake, katika jina la Yesu Kristo, amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew, Arusha, Tanzania. Namba yangu ya simu ni 0655 961170.